tutagusia masala ya wenye nyumba zaidi ya moja, walooa wake zaidi ya mmoja. Kila siku hugusia masala kidogo kidogo. Katika makosa na dhulma yafanyikao, ndugu zangu, kuoa Muislamu, kuoa mke zaidi ya moja kuna hukumu. Saa ingine huwa ni lazima uowe mke zaidi ya mmoja. Saa ingine asli ni mubaha. Asli ni mubaha. Tukisema asli ni mubaha ni kwamba yafaa. Lakini saa ingine huwa ni lazima we uowe mke wa pili. Kwa vipi? Umoja hakutoshi akhi. Yake kuna watu hawezi kula chapati moja, utamlazana ndaa. Kiswa waqi, mume amemuoa mwanamke, ule mwanamke siku zote huomba ova, bwana basi niruhusu nioe. Au sioe mume, sasa mimi nitazini. Ule akamwambia stahimili hivyo hivyo, inshallah tutakwenda mdogo mdogo, mwisho tazoea. Kawa hazoe, ule bwana akabidi aoe. Ule akaenda kwa kadhi, mwanamke akaenda kwa kadhi, akamwambia, akazua urongo hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kadhi akamwita. Alipomwita kadhi, yule akamwambia, mume akamwambia kadhi, bwana kadhi, hakuna tatizo lolote. Tatizo mimi nimeongeza mke wa pili, na mimi sikutaka kuongeza mke wa pili, lakini mke wangu hanitoshelezi. Ule mwanamke alimwambia mume wangu, niko tayari muate ule hata kama takufa. Haiwezekani. Mtu hali namna hii, uwezo anao, afia anayo, senti anazo, na huyu mmoja hamtoshelezi, engeza wa pili. Laki kuna masharti. Saa ingine kuongeza watatu pia huwa ni lazima, hata huyu wa pili bado. Kila ukipagea wewe, kuna gari ya khibaba, wewe ukikanyagamia waiona baada ya kwambia kanyaga. Aloelewa ameelewa, asioelewa tuatie sisi. Engeza. Saa ingine kuongeza wanne ni lazima, bado hawa watatu hawakutoshi. Saa ingine kuongeza watano ni haramu. Hakuna nafasi tena hapo. Na saa ingine kuongeza wa pili na watatu huwa ni sunna. Kivipi? Wanawake wamekuwa wengi kama hali iliyo. Unajua hivi sasa sensa inasema kila mwanamume mmoja akabiliwa na wanawake wangapi? Wanawake wangapi? Yani lao sisi tuliokuwa msikitini hapa tukapewa wanne, kuna wanawake wawili watabaki hawana waume. Sasa kama kina sisi tushishie mmoja tu. Nene kweli, sema kweli mpenzi wa Mungu. Lao sote tukawa na wanne, watabaki wanawake wangapi? Wawili hawajaolewa. Haje tukiwa tuna mmoja, ni wanawake wangapi hawajaolewa? Sasa kupunguza ile unusa, yani ubachela mwingi, wanawake hawana waume, ni sunna tuongeze, lakini asli ni mubaha. Saa ingine huwa ni haramu kuoa mke wa pili, ima huna uwezo wa kitandani, huna uwezo wa fedha. Saa ingine huwa ni mubaha, sina hamu sana mimi ya tendo la ndoa, hukutosha mimi, kipata alhamdulillah, lakini na sina uwezo wa fedha, lakini huyo niliompata mai koko kuni koko, yani mwanamke mwenyewe anakuambia bwana, mimi kila kitu juu yangu, sitaki chochote kwako, wewe ndo wewe tu. Masala nataka kuyazungumzia ni yapi? Masala yalokithiri ni mtu ameoa wake wawili. Ukishakuoa wake wawili, watatu, wanne, kuna kitu chaitwa alqasama, kugawanya siku. Sisi Kiswahili unena kugawanya siku. Ni wakati gani huwa ni lazima kugawanya siku? Ukenda kwa mmoja kisharia, yaweza kuwa mimi na mke wangu nimemkodishia nyumba huyu,
na huyu mmemkodishia nyumba, na mimi mwenyewe mmejikodishia nyumba, mimi huagizia parceli tu. Wewe utakuya wewe, mimi sendi kwa mtu, mimi huita wewe keti kwako na wewe keti kwako na mimi uketi kwangu. Sitaki usineke sisi wewe, mimi nataka kwangu. Mimi huagizia parceli. Yeye utakuwa wewe, yeye utakuwa. Hii huambiwa wewe huyagawanya siku. Kugawanya siku kwamba mimi nimeamua leo nenda kulala kwa fulani. Nikiamua kwenda kulala kwa fulani na huyu lazima nifanye nini? Nikalale. Ila mkikubaliana, na tuelewe, mwanamke aweza kukubalia first awwalul wahla, yani first step, baadaye akakubadilikia. Ana haki. Ile ni haki yake, na mtu kwa chake hafungwi. Aweza kwambia mimi sina neno, sije kulala. Kisha akakwambia sasa lazima na kwangu pia uje ufanye nini? Ulale. Ni haki ameirudisha. Sasa kuna watu hufanya makosa haya mawili. Kosa la kwanza, yeye alikuwa na mke mmoja tu, amekaa naye mpaka amezaa naye. Pengine huyu sasa amekuwa na tatizo fulani, akaongeza mke tena kwa lugha yeye, bwana mimi nimeshaoa, nakwambia, kwa hiyo kuanzia kesho naanza kugawanya siku. Ile lugha wewe na mke wako mlozoea, ila tu mimi naomba iwe ni billati hiya. Wajua sisi wanaume hatujui uzito wa neno mimi nimeoa, tushukuruni hatuambiwi na wake zetu na mimi nimeolewa. Ungekuwa na balaa. Sasa wewe huiona ni ushujaa, mimi simogopi. Yaki masala ya ndoa si ya kuogopana, ya kuheshimiana. Hela kama kweli wewe mgoje mke wako amewandika karai la mafuta utakukanga chipsi, nenda kamwambia hapo mimi nimeoa, usikie. Sio mgoje kitandani ndio mwambie pale ameandika karai la chipsi ndio nende. Mke wangu wajua mimi nimeoa. Kama utoki makware, wewe makware huku kweupe huku kweusi utaiwa hapo. Sasa huyu mke yeye akaoa, lakini sasa imekuwa ni vipi? Huyu ni mgonjwa, yeye siku zote huya zake mtana, akakaa hapa usiku akaenda zake. Makosa ni makosa. Au amegawanya vizuri, siku huku siku huku. Lakini kwanza tuelewe, mwaweza kugawanya siku kwa siku, na waweza kugawanya siku mbili kwa mbili, na waweza kugawanya siku tatu. Yani mume ana nafasi ya kusema siku tatu takuwa huku, siku tatu takuwa huku, siku mbili takuwa huku, siku mbili takuwa huku, siku moja takuwa huku. Lakini zaidi ya siku tatu lazima wanawake wenyewe wakubali. Mume hujapewa nafasi ya kusema wiki mwanamke akibana akasema mimi sitaki zaidi ya siku tatu, sitaki, ana haki. Shati tuelewe kwanza hii hukumu. Pili, leo ni siku ya nyumba, sisi huziita, hakuna katika sharia, hakuna nyumba kubwa wala nyumba ndogo. Wale wanawake ni sawa sawa, alozaa na ambao hayazaa, ulomuoa miaka 20 na ulomuoa leo sawa sawa. Sisi husema kuna nyumba ndogo na nyumba kubwa. Siku ya nyumba kubwa hufai kwenda nyumba ndogo, ila kwa dharura isopingika, na ukenda kwa dharura usikae zaidi ya ile. Naelewa, sio ingie useme basi nitaswali ngalau raka moja ya witri. Nafikiri umenielewa hapa, kusema kuswali witri haifai, ni haramu, na ukifanya wapata dhambi. Leo ni siku ya nyumba ndogo, ukasema nimesahau dokumenti muhimu kule. Wajua wale wanawake wakijua leo siku ya kule, hata kama alikuwa hataki, atakwambia mume wangu hela ndo nionyeshe na mimi namna kuswali witri. Basi witri si ngoje usiku mtanaye ataka witri mtanako. Nafikiri mmenielewa. Haifai, na ukifanya wapata madhambi. Na ukikaa zaidi ya zile time ilikuwa yatakiwa document, au ni ndiani wewe umeshikwa na choo, ingia. Lakini sio ukimaliza ngoja nikae chini, baby hebu nilete na mimi juice. Kesho pia nenda kule umwambie baby akupe nini. Jamani, haya ni masala watu yafanya waifanyie watakiavo. Wajua wewe ukaona mimi nina fahari, ukaona ni show off, mimi na wawili bwana, mimi na watatu, kumbe siku zote hujitilia madhambi ya bure. Na waomba wale wenye wake wawili watatu wakae na mashekhe wazijue zile hukumu.
Hata mbali ya masala kufanya sawa, masala kufanya makosa ni mengi ya kijinga jinga, lakini waandikiwa madhambi. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.